kujinua tena mbele zako Mungu wangu. Sitaki kuwa na kiburi tena mbele zako Mungu wangu. Sitaki kujiinua tena, sitaki kujiinua tena, nanyenyekea mbele zako, nanyenyekea mbele zako, nanyenyekea mbele zako, nanyenyekea mbele zako. Maneno nilitamka vibaya, kuiweka nafasi yangu mbele ya nafasi yako. Mimi nikawa wa kwanza, ndipo ukafuata. Unisamehe, nimejua nimekosea. Sitaki kujiinua tena, sitaki kujiinua tena, nanyenyekea mbele zako, 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 nanyenyekea mbele zako Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Bwana. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie rafiki yako mwambie kaa mkao wa kupokea baraka. Mgeukie rafiki yako mwambie kaa mkao wa kupokea baraka. Sasa bahati mbaya wengine wamekaa peke yao, sasa wanapata shida hata ya kujiuliza kwamba wamwambie nani. Jamani, mnasemaje kwa ajili ya wimbo wa mtumishi wa Bwana dada Pili? Ni wimbo wenye matumaini, wenye kutia moyo, wenye kutuletea faraja, na Mungu akubariki sana. Sisi tunanyenyekea tunaposikia nyimbo za namna hiyo, lakini pia tunafurahi tukivutwa karibu na Yesu kupitia nyimbo. Haleluya. Niliwamisi sana. Ninashukuru kwamba leo ninaongea na ninyi. Sijajua tena baada ya hapa nitaongea nanyi lini. Karibuni katika ibada ya siku ya leo, ibada ya maombi. Na wewe ambaye unatufuatilia pia ukiwa online, tunakualika uweze kubaki kuwa nasi hadi mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Siku hii ya leo tunalo somo ambalo lina kichwa kinachosema, wengi wao hawajaiona kwa sababu hata haijarushwa kwenye grupu, lakini waliotoka masaa kadhaa imepostiwa. Bwana sifiwe. Haleluya. Imepostiwa na
mzee wa kanisa alikuwa anajaribu kama alivyozoea kuwa anatupatia tangazo, lakini leo alikuwa anajaribu kuzoom ni nini. Na mimi sikumwambia ofisini kwamba tuna somo linalosema hivi. Na somo letu linasema shindano lenye faida. Shindano lenye faida. Shindano lenye faida. Najua nanielewa shemasi wa CTF peke yake. Sijui kama ndo yeye au nimemchanganya na wengine. Ndo yeye mwenyewe. Huyo ndiye anayeelewa tu. Jamani, somo linasemaje? Shindano lenye faida. Tuombe. Mungu wetu na Baba wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa siku hii ya leo ambayo umekubali tuweze kuja kukutana nawe. Jina lako litukuzwe sana. Tunakuja mbele zako tukikuhitaji wewe Baba mtakatifu, Mungu mwenye enzi na uliyeko, wewe uliye tayari kuokoa. Tumekuja tena siku ya leo tukiwa ni wa dhambi, tunaomba utuokoe. Na somo hili la leo likaweze kuleta nguvu ya uamsho ndani ya mioyo yetu, litusaidie kujiandaa kwa ajili ya uzima milele, kwani tumeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shindano lenye faida. Katika dunia hii ya leo mashindano yamekuwa ni mengi. Watu wanaweka mashindano kila sehemu. Halo? Ukifuatilia kwenye televisheni mbalimbali, ukienda Ulaya, ukienda Afrika, ukienda mabara mengine, dunia ya leo imejaa mashindano. Halo? Imejaa mashindano peke yake. Sehemu nyingi ni mashindano. Mashindano ya kuendesha baiskeli, mashindano ya kuendesha pikipiki, mashindano ya kuendesha gari, mashindano ya michezo ya mpira wa miguu, vikapu na nini. Yaani mashindano yamekuwa ni mengi, ni ulimwengu ambao tuko nao leo. Lakini pamoja na yote kuna shindano moja tu lenye faida. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Na watu leo wanashindana kutafuta utajiri. Mwingine akiona amejenga kanyumba kazuri, mzee pale wakikuona umejenga nyumba nzuri anasema sasa ngoja nijenge zaidi ili ni mpiku. Mashindano. Watu wanashindana kila siku, asubuhi wanaamka katika mashindano, wanatafuta pesa. Ni mpiku mtu fulani anatafuta uchumi wake uinuke, ashindane na fulani amfikie. Na imefika sehemu hata sisi wenyewe wahubiri tunatafuta mashindano, lakini kuna shindano moja tu lenye faida. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lipo shindano moja tu lenye faida. Na shindano hili ninatamani siku ya leo wote tulielewe, kwa sababu tukilielewa na tunasoma katika Biblia, Yesu mwenyewe, Biblia inasema katika Waebrania sura ile ya 12, ukisoma vizuri inaripotisha ikisema kabisa vizuri ya kwamba na tupige mbio kwa saburi tukiweka kando kila mizigo ituzingayo. Bwana asifiwe. Anasema tukimtazama Yesu Kristo, yeye mwenye kuanzisha mwendo na atakaye utimiza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuko katika mashindano. Tuko katika mashindano. Na ndani ya Biblia watu wengi walioshinda walishindania imani. Haleluya. Walishinda katika mashindano. Walishinda katika mashindano. Ndio maana Biblia inasema mahala fulani ya kwamba Paulo yeye mwenyewe anasema ya kwamba amevipiga vita vizuri, mwendo ameumaliza na imani ameilinda. Bwana asifiwe. Sasa kuna mashindano ambayo unatakiwa uyaelewe, na natamani shindano hilo kila siku ulishindanie. Bwana asifiwe. Haleluya. Kitabu cha Korinto wa kwanza sura ile ya 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 9, nitasoma mafungu kadhaa na baadaye tutapeana kidogo mambo mazuri. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 9. Nani amefika hapo?
Ukifika hapo sema amina. Jamani, ukifika sema amina. Fungu la 23 Biblia inasema, nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kuishiriki pamoja na wengine. Jamani, tuko pale? Tuko hapo? Unajua kuna wengine wanasema ndio, wameinama. Fungu la 23, nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kuishiriki pamoja na wengine. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokea tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Fungu la 25, na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote. Basi hao wafanya hivyo kusudi wapokee taji iharibikayo, bali sisi tupokee taji isiyoharibika. Bwana asifiwe. 26 anasema, hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mimi mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Anayesema hivi ni Paulo. Bwana asifiwe. Na anazungumza na waumini wa kanisa la Korinto. Najua Korinto ulikuwa ni mji mkubwa sana, ni mji mkubwa. Kanisa la Korinto lilikuwa liko ndani ya jiji. Lilikuwa ndani ya jiji, na ilikuwa ni center kubwa ambayo ilikuwa ni makutanio mengi, yalikuwa watu wengi walikuwa wanakutania hapo. Barabara nyingi za kwenda kwenye miji mikubwa duniani zilikuwa zinakutania sehemu hiyo. Ilikuwa ni center. Kwa sababu ilikuwa ni center, kulikuwa na kila aina ya uovu ambao ulikuwa unatendeka pale, na ikafika sehemu kiasi kwamba hadi washiriki wao wenyewe wa kanisa ambao ni Wakristo wakaanza kuiga mambo ya kipagani wakiwa ndani ya kanisa. Na ndio maana utakuta Paulo akizungumza na viongozi wa kanisa, akizungumza na washiriki wa kanisa, anapozungumza katika nyaraka ya kwanza barua ya kwanza ya Korinto kwa Wakorinto, Paulo alikuwa anashughulikia viongozi waliokuwa ndani ya kanisa na washiriki. Lakini akija katika barua ya pili anashughulika na viongozi pekee ambao wako ndani ya kanisa, viongozi. Na unajua wakati anazungumza hayo yote kulikuwa na mgawanyiko ndani ya kanisa la Korinto. Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Korinto wa kwanza mahala fulani Paulo anasema aliwakuta waumini wamegawanyika, mmoja anamkubali Apolo, mwingine anamkubali Paulo. Akasema, jamani, kwani Yesu amegawanyika? Haleluya. Akasema, kwani Yesu amegawanyika? Paulo ni nani na Apolo ni nani? Je, mlibatizwa kwa majina ya Paulo na Apolo? Akasema, hapana, tulibatizwa kwa jina la Yesu. Haleluya. Yote hayo yalikuwa ni matatizo yaliyokuwepo kwa sababu ya msongamano uliokuwepo. Siasa zikaingia ndani ya kanisa. Kwa hiyo washiriki na wao wanaanza kukopi mazingira yaliyokuwa nje ya kanisa kwa wapagani, wakaanza kuyaingiza ndani ya kanisa. Kwa hiyo nusu wanaonekana ni washiriki, lakini nje ni wapagani wakubwa. Tunazungumzia habari za Korinto, sio za hapa Mtua. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sasa pale Korinto walikuwa naandaa mashindano makubwa. Mashindano makubwa yalikuwa yanaandaliwa kwa ajili ya michezo. Na yalikuwa sio mashindano ya mchezo wa mpira peke yake. Hasa walikuwa wanapenda mashindano ya kukimbia, ya ukimbiaji. Wanakimbia, wanatumia nguvu nyingi katika kutafuta mali na taji. Na zile taji walizokuwa wanazishindania na kuzikimbilia hadi washinde, zilikuwa ni taji ambazo Paulo anasema zilikuwa ni taji ziharibikazo. Zinaharibika, zina mwisho.
ambazo zilikuwa zinatengenezwa katika majani fulani ambayo tunaweza kusema kama sijui kama mnafahamu michikichi. Mnaifahamu michikichi? Mnaifahamu vizuri michikichi eh? Kuna mmoja anasema okay. Mnafahamu minazi? Mnajua majani ya mnazi jinsi yalivyo? Mnajua vizuri eh? Sasa yale majani yalikuwa yanatengeneza zile taji walizokuwa navaa wanapewa kama tuzo. Yaani walikuwa na vishwa zile tu mzee, ni zile tu walizokuwa navaa, sio dhahabu. Ni zile tu zilizokuwa zinasokotwa kwa kutumia nini? Kutumia majani haya ya mnazi. Wanatengeneza vizuri kama kataji fulani, lakini kwao ilikuwa ni faida. Haleluya. Maana akishinda, anapokuwa ni mshindi, akivishwa tu kale kataji moja kule alipotokea, anaheshimika. Haleluya. Lakini familia yao pia inaheshimika, maana imemtoa shujaa. Bwana asifiwe. Lakini ni kwa sababu hiyo tu. Na walikuwa nakuja watu wengi kutoka sehemu za mbalimbali, wanakusanyikia pale. Sasa Paulo anasema wale jamaa walikuwa wanashindana. Mmoja anasema walikuwa wanajizuia. Ukisoma katika fungu lile la fungu la 24 anasema ya kwamba wengi walikuwa wanaingia katika mashindano wakipiga mbio wakiwa ni wengi, lakini aliyekuwa anapokea tuzo ni watu wangapi? Halo? Watu wangapi walikuwa wanapokea tuzo? Mmoja tu. Na anasema ya kwamba na sisi pigeni mbio namna hiyo ili muweze kupata. Lakini anasema 25, na kila shinda naye katika michezo hujizuia katika yote. Haleluya. Yaani alipokuwa anaenda kushindana katika mashindano ya michezo ile, alikuwa anahakikisha mwili wake anauandaa vizuri. Haleluya. Anahakikisha anakula chakula cha afya, anakula kinywaji cha afya, anajiandaa vizuri, anakuwa na mazoezi mazuri, na anapokwenda kushindana anahakikisha amejizuia katika vitu vyote, vyakula vyote ambavyo vina uwezo wa kudhoofisha mwili wake asimalize mashindano. Unasema pastor, unamaanisha nini? Namaanisha hivi, sisi tunashindania imani. Haleluya. Bwana asifiwe. Na tumewekewa tuzo kwa ajili ya uzima wa milele. Ikiwa hawa wa michezo tu ya kawaida waliokuwa wanapokea tuzo tu inayoharibika, tuzo ya majani, walijizuia katika kunywa visivyofaa, kula visivyofaa, sisi ni zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Sisi ni zaidi. Maana yake ikiwa kuna chochote kinachoweza kukuzinga kikakuangusha usije kumaliza mashindano, kama wacheza mpira waliokuwa wanashindana katika michezo waliviacha, na sisi pia tunatakiwa tuviache ili tushinde. Haleluya. Bwana asifiwe. Mbona mnanikasirikia? Na bahati mbaya ni hii, wengi wetu tulipoingia katika hili kanisa tukawa ni Waadventista wa Sabato, tukaiamini ile kweli, tunadhani ya kwamba tumefika wapi? Mbinguni. Bado tuko duniani. Bado tuko duniani. Tuko duniani. Mbona mnagoma? Si tuko duniani au mlishafika mbinguni pengine? Bado tuko hapa. Na lazima tupigane, tushindane. Haleluya. Wakati tunashindana kutafuta taji ya uzima wa milele, Mungu anatamani kuona watoto wake ambao tunapigania imani, tunashindana katika mwendo, katika mchezo wa kwenda kutafuta tuzo ya uzima wa milele. Mungu anafurahi akiona kila siku tuko tayari kuacha dhambi. Bwana asifiwe. Na unajua vinavyotuzuia ni vitu vingi sana, vingi mno. Vinavyotuzuia ni vitu vingi sana. Kila siku, ikiwa wachezaji tu wa ile michezo walijaribu wakaacha vitu vyote, shemasi wa CTF, vitu vyote ambavyo vilikuwa vinawachanganya, vinaweka kizuizi, waliacha. Na sisi Mungu anatamani vile ambavyo vinaweza kutuzuia tusipate tuzo ya uzima wa milele,
tusipate taji ya uzima, anatamani tuviache ili tushinde. Na vipo vingi, mojawapo ni uzinzi. Lazima tuache. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima uzinzi uachwe. Kama ni wizi wa zaka na sadaka, lazima uamue kuacha. Haleluya. Ushinde katika hilo. Lazima uamue uwe hai kiroho, yani uwe na nguvu za kiroho. Haleluya. Na ili uwe na nguvu za kiroho, lazima uhakikishe unajirisha vizuri vile vinavyoweza kuimarisha, uimarike katika misuli ya imani. Haleluya. Ili umalize mwendo, soma Biblia, omba, hudhuria katika mikutano ya uamsho. Bwana asifiwe. Hakikisha unatenga muda wa kuomba. Hakikisha imani yako inakuwa, vitu visivyofaa viache. Haleluya. Kuna watu wengine tunapoteza muda sana, tunapoteza muda katika kuangalia tamthilia. Sasa mimi nikuulize, hivi unajua ule ni mtego ambao ni mbaya sana. Unatumia nguvu zako kwenda kuangalia Simba na Yanga. Na mara nyingi huwa najiuliza, hivi unapata faida gani? Halo? Sinaongea na wewe. Hivi unapata faida gani? Moja, umepoteza muda. 2, umepoteza fedha. 3, umepoteza nguvu. Sasa umepata faida gani, mtu wa Mungu? Mungu anatamani tunaposafiri kwenda nyumbani, vitu vyote visivyofaa tuviache. Tuviache. Vyote ambavyo vinaweza vikaturudisha nyuma, vikatuangusha, Mungu anatamani tuachane navyo. Haleluya wapendwa. Anatamani tuachane navyo. Na unajua kushinda sio kazi ya kawaida. Inahitaji kujikana nafsi, na wale jamaa walikuwa wanajikana nafsi. Haleluya. Binafsi, kila mtu anafanya maamuzi ambayo ni magumu, lakini atakaomletea faida mbeleni. Haleluya. Na unajua ninaongea na mtu fulani ambaye yuko hapa, pengine ananiangalia. Anasema ya kwamba yeye akijiangalia alianza vibaya na hawezi kumaliza vizuri. Anaona katika mashindano anashindwa, anarudi nyuma, haoni tumaini mbele. Sikiliza nikwambie, hata kama ulishindwa jana, umeshindwa leo, lakini kesho yako inatengenezwa na kile unachokifanya sasa. Haleluya. Sijui kama naeleweka. Narudia tena, kesho yako inatengenezwa na kile unachokifanya sasa hivi. Kwa ukiamua kutengeneza maisha bora, ukiamua kutengeneza misuli yako ya kiroho ili kesho iwe imara, lazima sasa hivi uanze mazoezi. Hata msiposema amina, wala mimi sina shida. Bwana asifiwe. Hatushindwi. Haleluya. Kama wale ambao walikuwa tu wanapigana kwa ajili ya kutafuta tuzo tu za dunia, sisi ni zaidi. Haleluya. Ni zaidi. Na Paulo anasema katika fungu la 26, anasema hata mimi napigana vivyo hivyo. Bwana asifiwe. Napiga mbio hivyo hivyo, si kama asitae. Yaani katika mashindano haya hakuna kusita. Haleluya. Katika mashindano haya ukiamua kukimbia, kimbia. Ukiamua kusepa, sepa. Usiangalie nyuma. Haleluya. Songa mbele. Na katika kusonga mbele kuna ushindi. Paulo anasema sipigani, sishindani kama mtu anayesita sita. Sipigani, sishindani kama mtu ambaye nina mashaka. Anasema kwamba na mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitae. Napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigae hewa. Haleluya. Mara nyingine alikuwa anapiga akiwa na target. Bwana asifiwe. Na wewe unapokimbia katika mashindano haya, uwe na target. Unajua unapokuwa unarenga lengo, unakimbia ukiwa na lengo fulani, hata kama unaona kuna ugumu, utalifikia tu. Bwana asifiwe. Utalifikia, lakini kama hauna malengo uliyoyaweka,
Hata ukikutana na kikwazo unasema hamna shida, ngoja nirudi. Lakini Paulo anasema alikuwa anapigana, sio mtu anayepiga hewa. Maana yake ana target, analenga mahala anapopiga. Haleluya! Maana yake ni hivi, hata sisi tunaposema tunapigana katika vita ya imani, lazima tuwe na lengo, na lengo letu ni kufika mbinguni. Lengo letu ni kurudi nyumbani, kwa sababu tunalo lengo. Tutapigana hadi kieleweke, tutapigana na dhambi hadi tumekuwa washindi. Jamani, simseme amina. Haleluya. Bwana asifiwe. Lazima. Na Paulo anaendelea kusema ya kwamba bali anasema nautesa mwili wangu na kuutumikisha. Hivi nyewe watu mnamjua Paulo lakini, au mnamsikia? Hivi Paulo mnamjua au mnamsikia? Unajua tukiwaletea picha ya Paulo hapa sasa hivi, mnaweza mkasema hivi ni yeye ambaye tunasoma habari zake au sio? Nimekuja kugundua Paulo, unajua Paulo kwanza alikuwa ni mtu mfupi sana. Kafupi. Halafu kalikuwa kana matege. Kuna wengine wanasema kana matege. Lakini namba 3 kalikuwa kana makengeza pia. Mnajua makengeza? Na sifa mojawapo ya watu wafupi, wana hasira sana. Na ndio maana Paulo naye kuna wakati hasira zilikuwa zinawaka, na nyakati zingine akiamua kwenda kutesa kanisa alikuwa anatesa kweli kweli. Maana kwanza ana kibali, alafu kimbishia hasira zikiwaka hakuelewi. Sasa kwa kuwa tayari amekwisha okolewa, anapambana, target yake amalize mwendo. Haleluya. Target yake afikie lengo, apate taji ya uzima wa milele. Kwa sababu bado ni mtu wa hasira, kwa sababu bado ni mtu ambaye yuko ndani ya dunia, bado ni mtu ambaye kuna vingi vinavyotamani vimshinde. Anasema aliutesa mwili wake ahakikishe visivyofaa anavishinda. Haleluya. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Anasema aliutesa mwili wake ili vyote visivyofaa vife. Haleluya. Na unajua inahitaji mazoezi, inahitaji kujikana nafsi. Kuna watu wanasema kwamba vinywaji havina madhara, wanasema ya kwamba vyakula havina madhara. Lakini ngoja nikwambie, kuna uhusiano mkubwa sana wa vyakula na ukuaji wa kiroho. Nimesema nini? Ngoja nirudie, maana mnamung'unya tu hata maneno hayasikiki. Nimesema hivi, kuna uhusiano mkubwa wa vyakula na ukuaji wa kiroho. Bwana asifiwe. Huwezi ukasoma vitabu vya Danieli na Ufunuo kama akili yako haina uwezo wa kutafakari. Mmenielewa vizuri? Na ili akili yako iwe na uwezo wa kutulia na kutafakari, lazima ule vizuri, unywe vizuri. Bwana asifiwe. Na mojawapo ya vitu ambavyo ni vya kuacha kabisa, jiepushe na vitu vyote ambavyo ni sukari. Sukari iepuke. Watu wengi leo wanasema Waisraeli wamebarikiwa, kwamba zile baraka za Mungu bado ziko kwao. Hamna. Waisraeli walikoma kuwa taifa teule. Bwana asifiwe. Walikoma. Ila sasa wanachotushindia wao hadi leo, wanajua mfumo wa ulaji vizuri na wana akili. Na kwa sababu wanakula vizuri, wanakula kwa kuzingatia afya, akili zao ziko juu sana. Haleluya. Ziko juu. Pamoja kwamba zile baraka za Ibrahimu bado wako nazo, lakini wao sio taifa teule hadi leo. Sio taifa teule, isipokuwa ni hivi, wanajua formula ya kula vyakula vyenye afya. Bwana asifiwe. Na ndivyo wanavyokula. Wewe kula chochote unacholetewa, alafu uone. Huwezi ukawa na misuli ya imani kama kila siku unaenda hospitali. Utawaza tena mambo ya mbingu? Si unawaza kufa tu sahihi. Maana wewe kila mwezi ni hospitali na ulishakata na tamaa.
Kwa hiyo lazima vyote ambavyo ni kikwazo tuviache. Haleluya. Tuviache. Vyote ambavyo ni kizuizi tuviache. Kama ni wizi, acha. Haleluya. Kama ni zina na uzinzi, acha. Haleluya. Kama ni uasherati, acha. Kama ni uongo, acha. Kama ni masengenyo, acha. Ili vyote hivi ambavyo ni vikwazo vishindwe, ili usonge mbele. Bwana asifiwe. Nimeshawakwaza, wala msijari. Lakini tunaangalia shindano lenye faida. Na shindano lenye faida ni shindano la uzima wa milele. Haleluya. Haleluya wapendwa. Na ikiwa tunashindania imani, ikiwa tunashindana ili tupate taji ya uzima wa milele, lazima kama wale waliokuwa Korinto waliokuwa wanakimbia katika michezo ya riadha ili waache wawe washindi kwa ajili ya tuzo tu, waliacha vitu vingi visivyofaa. Sisi ni zaidi. Haleluya. Na kwa sababu sisi tunatazamia kwenda mahala palipo bora zaidi, kupata tuzo ambayo Yesu Kristo ndiye atakayetuvika yeye mwenyewe, lazima tupambane, tushinde katika mashindano ili tupokee taji ya uzima wa milele. Sasa nataka nikushangaze leo, na nimekuja na kitabu cha matukio ya siku za mwisho, kiko hapa. Nitakinukuu mahala fulani. Mungu anatamani tufanye matengenezo. Haleluya. Huwezi ukashinda katika michezo hii ya kiroho kama hutautesa mwili wako. Ni kweli utahubiri, lakini baadaye utakataliwa. Na tunaohubiri wengi sana, kasomeni hata historia. Katika dunia hii waliwahi kutokea wahubiri wakubwa sana watatu. Mmoja wapo akiwa anaitwa Leo Billy Graham. Ni miongoni mwa wahubiri ambao walitokea wakubwa. Na mwingine mmoja wapo alikuwa anaitwa Church Templeton. Huyo jamaa alikuwa ni mhubiri mkubwa. Kama unavyofuatilia habari za Billy Graham, alikuwa anahubiri sana na yeye na mwingine watatu. Wakiwa nahubiri, hao wawili wakaamua wao wenyewe, wakapenda fedha, wakapenda anasa, wakaamua kutangaza kwamba jamani, hakuna Mungu tena, wala hata vitu vilivyokuwa tunavyohubiri havikuwa sahihi. Wakakusanya ukumbi, na kwa kuwa ni watu maarufu, wakajaa ukumbini, wakaitangazia dunia ya kwamba jamani, hakuna Mungu, hata Biblia haifai, na wakachukua vitabu walivyokuwa natumia wakachana. Lakini ngoja nikwambie, waliposhindwa kumaliza mwendo, unajua ilikuwaje baadaye? Walikufa kifo kibaya na wakazikwa kama watu wasio na ndugu. Na ni watu maarufu, ni wahubiri. Ndio maana Paulo anasema, na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mimi mwenyewe niwe mtu wa kufanyaje? Wa kukataliwa. Kwa maana nyingine, hata kuhubiri hatuwezi tukajidai. Haleluya. Hata kuwa ndani ya kanisa hatuwezi tukajidai. Na ngoja nikwambie, kuna watu tuko ndani ya kanisa, lakini katika vitabu vya mbinguni hatumo majina yetu. Halo. Tumo ndani ya kanisa. Na kuna wengine tuko ndani ya kanisa, ni Wakristo wazuri tukionekana kwa nje, tunatoa zaka vizuri, tunatoa sadaka vizuri, na tunadhani ya kwamba kwa kufanya hivyo tu tumekwisha okolewa. Nakupa pole kwa sababu moja ifuatayo. Hayo ni matendo ambayo hata watu wengine wanatenda, wanatoa sadaka, lakini kama hawana Yesu hawana uzima wa milele. Wayahudi wanafanya yote, wanatoa zaka, wanatoa sadaka, lakini kama hawajazaliwa na kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wao, hawana uzima wa nini? Hawana. Hayo ni matendo ya dini. Bwana asifiwe. Ni matendo ya dini. Lakini hakikisha ile zaka yako na sadaka yako unayoitoa, hakikisha inalenga kwenye msalaba. Bwana asifiwe. Hakikisha kabla hujaitoa, hakikisha kabisa moyo wako kwanza uko connected na Mungu wa mbinguni. Jamani, simseme amina. Asikilize. Tuko ndani, lakini Yesu anatujua kila mmoja. Halo. Anatujua. Ndio maana katika Ufunuo sura ile ya 3 fungu la 14 anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye Amina,
shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu. Anasema na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Halo, mnasikia hayo? Anasema na kwa kanisa lililoko Laodikia andika. Na unajua kanisa ambalo linaitwa Laodikia sio kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kuna wengine wanasema hili kanisa ni Babeli, wengine wanasema ni Laodikia, lakini sio kweli. Bwana asifiwe. Sio kweli. Ndio maana ukiendelea kusoma hapo sifa zinabainisha Laodikia ni nani. Mmoja anasema anajinena ya kwamba yeye ni tajiri lakini ni masikini. Kwa hiyo ni kanisa ambalo ni la Kikristo lakini limebeba madhehebu ya kila aina. Na ndio maana leo tuna madhehebu yanayosema sisi ni matajiri wa kiroho lakini hawana Yesu. Halo? Tuko sawa sawa? Kwa hiyo yameunganika. Na kwa kuwa kuna washirika ambao wako ndani lakini wakiwa bado ni vuguvugu, hao ndio wanaitwa Laodikia. Halo? Ni kanisa ambalo liko vuguvugu. Linasema sisi ni wa Kristo lakini kwa nje wanasema hawamhitaji Yesu, au ni matajiri. Ndio maana baadaye Yesu anasema nakupa shauri, nua kwangu. Haleluya, dawa ya macho. Lakini Yesu anasema hivi, na kwa kanisa lililoko Laodikia andika, mimi nitwaye Amina, shahidi mwaminifu, nasema na yajua matendo yako. Haleluya. Unajua hivi, unajua kama Yesu anakufahamu kuliko wewe unavyojijua? Halo? Hivi nyie watu mnafahamu ya kwamba Yesu anawajua kuliko mnavyojijua? Sasa kama unaamini hivyo, umempaje nafasi Yesu ili kubadilisha? Kwa sababu wakati unatuigizia sisi hapa tukigongania ni Mkristo, Yesu anakujua. Anakufahamu vizuri kuliko hata sisi. Anakujua. Na lazima ifike sehemu usije ukaanza kusema kwamba sisi tunakutazamaje, sisi tunafanyaje, hivi jamani mnanionaje? Sisi hatuna kipimo cha kukupima kwamba umekuwa kiroho. Haleluya. Lakini Paulo anasema katika Korinto wa pili sura ile ya 13 katika fungu la 5 anasema ya kwamba jijaribuni ninyi wenyewe. Haleluya. Usisubiri tukujaribu sisi. Jichunguze. Jijaribu, jipeleleze, na ukiona kuna mahala unaferi katika mashindano ya imani, rudi utubu ili usamehewe na upewe ushindi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usije kusubiri kwamba sisi tukupime. Unajua wakati mimi nasema hivi, pastor, ukiniangalia hivi mimi ni wakwenda mbinguni au nabaki? Naona kama mimi ni wakwenda vile. Sisi hatutaki hayo. Sisi tunachokitaka, tunataka mwenyewe udhibitishwe ndani ya nafsi yako. Haleluya. Maana Biblia inasema ya kwamba lakini Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu wana wa Mungu. Kwa hiyo kama moyoni mwako, roho yako inadhibitishiwa, nafsi yako inadhibitishiwa kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, kazana umalize mwendo. Bwana asifiwe. Umalize mashindano. Paulo aliutesa mwili. Na anaendelea kusema ya kwamba nitwaye Amina, shahidi niliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu, na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Hivi sikilizeni vizuri. Unajua ndani ya kanisa ukiwa na mshiriki baridi ni vizuri. Nimesema nini? Na ukiwa na mshiriki moto ni vizuri kuliko kuwa na vuguvugu. Moja ni baridi na wakati mwingine yeye ni moto. Hata Yesu anashindwa akusaidie vipi. Lakini ngoja nikwambie kwa nini Yesu anasema heri ungekuwa baridi au ungekuwa moto. Maana yake ni hii, kama sisi tungekuwa ni wa moto ndani ya kanisa, tutawatia joto walio baridi. Haleluya. Hamjanielewa, ngoja nirudie. Nasema hivi, kama tungekuwa sisi ni wa moto ndani ya kanisa, tutawatia joto wenye baridi. Haleluya. Lakini kama mimi ni wa baridi, halo, ulishawahi kusikia baridi? Sio kama niko na watu hapa. Ninauliza, ulishawahi kusikia baridi? Au basi ngoja tubadilishe, ulishawahi kuhisi baridi kwenye mwili wako?
Ulipohisi baridi ulihitaji nini? Na joto unalipata wapi? Hivi nyie watu nyie, mko serious au mnatania? Ninauliza hivi, ulishawahi kuhisi baridi kwenye mwili wako? Ulipohisi baridi ulihitaji nini? Na joto unalipata wapi? Ndicho anachosema Yesu. Ni heri uwe baridi. Haleluya. Kwa sababu baridi utaisikia. Na ukisikia baridi ya kiroho, ukisikia baridi ya kushindwa kwako, kwa sababu umeisikia, utahitaji joto na utaangukia kwenye moto. Haleluya. Kuliko uwe nusu moto nusu baridi, hutaeleweka. Na unajua hata shetani mwenyewe hata kuelewa. Ila katika Ukristo hatuna nusu mpagani wala nusu Mkristo. Hakuna hiyo nusu. Ukishakuwa nusu mpagani na nusu Mkristo, wewe ni sawasawa na mpagani. Kwa sababu hiyo, chagua mawili. Yesu anasema heri ungekuwa wa baridi au ungekuwa wa moto. Ukiwa wa moto utawapa joto wenye baridi, na ukiwa wa baridi utahitaji ukimbilie joto. Bwana asifiwe. Na ndio anasema nayajua matendo yako, ya kwamba huu moto wala huu baridi, ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu uvuguvugu wala hu baridi wala moto nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na masikini na kipofu na uchi. Na kupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Haleluya. 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 Yaani katika kushindana, kwenye mashindano haya, mashindano yenye faida, shindano ambalo tunashindania kwa ajili ya kupata taji ya uzima wa milele, lazima tujizuie katika mambo yote yasiyofaa. Haleluya. Lazima tujizuie katika yote ambayo hayapatani na mapenzi ya Mungu. Lazima tujizuie na kuacha yote ambayo yangetunyima uzima wa milele. Tuyaache. Na unajua tunaishi katika saa za mwisho. Bwana asifiwe. Lazima tuache. Nasikiliza ninaponukuu haya, kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, naenda kunukuu ile sura ya 12. Hii ni Matukio ya Siku za Mwisho sura ya 12, katika ukurasa wa 135. Nitasoma kidogo mengi, lakini naomba uyasikilize. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu miongoni mwa vitu vinavyotufanya tuache kuishi utakatifu wa Bwana ni kwa sababu tumejizima data na tunadhani ya kwamba hapa duniani tumefika, lakini sisi ni wasafiri. Halo? Sisi ni wasafiri. Bwana asifiwe. Na kwa sababu ni wasafiri, lazima kila siku tuishi utakatifu. Na ngoja nikwambie, hatari kubwa na mbaya zaidi ni hii: Yesu anapokuja mara ya pili, haji kubadilisha tabia zetu. Tabia zetu zinabadilika tangu sasa hivi. Haleluya. Na hakuna andiko hilo wala hakuna roho ya nabii mahala inaposema kwamba Yesu akija anakuja kubadilisha nini? Tabia. Biblia inasema hivi, atakachobadilisha Yesu ni kutupa mwili wa kuvaa kutokufa, ili ibadilishwe hii ya kufa tuvae yenye utukufu. Bwana asifiwe. Lakini tabia zetu zinabadilishwa sasa hivi. Bwana asifiwe. Sasa lazima uanze kubadilika. Ellen White anasema katika kitabu cha Mashauri juu ya Afya, utaikuta cha Kiingereza, ukurasa wa 41, na katika kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho ni ukurasa wa 135, paragrafu ya kwanza. Anasema hivi: ni kauli nzito niitamkayo kwa kanisa. Halo, mnasikia hayo? Ni kauli nzito niitamkayo kwa kanisa, kwamba hakuna hata mmoja kati ya watu 20
ambao majina yao yameandikwa katika vitabu vya ushirika kanisani, walio na maandalizi ya kutosha katika kufunga historia yao duniani, ambao kwa hakika hawatakuwa na Mungu pamoja na tumaini duniani kama walivyo wadhambi wengine wa kawaida. Alo, mmesikia? Au nirudie? Kuna mzee anasema rudia. Ngoja nirudie, wala sina haraka. Anasema ni kauli nzito nitamkayo kwa kanisa, kwamba hakuna hata mmoja kati ya watu 20 ambao majina yao yameandikwa katika vitabu vya ushirika kanisani, walio na maandalizi ya kutosha kufunga historia maisha yao duniani, ambao kwa hakika hawatakuwa na Mungu pamoja na tumaini duniani kama walivyo wadhambi wengine wa kawaida. Sasa mimi nakuuliza, kila siku unakuja kanisani, ni kweli majina yako ndani ya kitabu cha ushirika? Lakini swali ni kweli unajiandaa kwa ajili ya ujio wa pili wa Yesu Kristo? Halo, baki na jibu lako, wala hata usinijibu, maana unajijua. Na naendelea kusema, wale waliopata nafasi za kuisikia na kupokea kweli, na ambao wamejiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato, wakijiita watu wa Mungu wazishikao amri zake, na wakati huo huo hawana uhai na moyo wa kujitoa kikamilifu kwa Mungu zaidi kuliko wafanyavyo makanisa mengine, watapokea mapigo ya Mungu kwa hakika, kama makanisa yapingayo sheria ya Mungu. Upo kanisani lakini moyo wako haujaandaliwa. Upo kanisani lakini bado hujajitoa kikamilifu mbele za nani? Upo kanisani lakini bado wewe mwenyewe unajijua maisha unayoishi. Hujiandai kwa ajili ya kufunga historia ya dunia. Anasema tunafananishwa na wapagani walioko nje. Yaani kama wadhambi wengine walivyo wanavyomhitaji Yesu Kristo, ni sawasawa na vile sisi wenyewe tulioko humu ndani ndivyo tunavyomhitaji Yesu, kama bado tunacheza na maisha ya dhambi. Halo, kama unanisikia na kunielewa, si upunge mkono. Mungu anahitaji tufanye matengenezo. Bwana asifiwe wapendwa. Anahitaji katika mashindano haya, ili tuwe washindi, lazima tuweke kando kila kitu ambacho kinatuzinga na kututenga. Na anasema hivi, anachoendelea kusema ni kwamba, anaendelea kusema ya kwamba migawanyo itatokea kanisani, makundi mawili yataanzishwa, na ndani ya kanisa kutakuwa na ngano na magugu, vitakuwa pamoja kwa ajili ya mavuno. Ngano na vyote viko pamoja. Mlisha kuona ngano ikiwa shambani? Ngano ikiwa ndani ya shamba na yale magugu yanayofanana na ngano, unaweza kuelewa ngano ni ipi na gugu ni lipi hapa? Ndivyo ilivyo ndani ya kanisa. Kuna makundi mangapi? Kuna ngano na magugu. Lakini saa ya kujua ngano halisi ni wakati wa mavuno. Unajua, yaweza kuwa naongea na mtu mmoja yuko humu ndani ananiangalia, mwingine ananitazama kutokea online, akijiangalia yeye ni gugu. Alo, ni nini? Ni gugu limekuwa liko ndani ya kanisa. Sikiliza, kabla mavuno hayajafika, acha Yesu akutengeneze. Haleluya. Ili ufae, anapokuja kuvuna avune ngano iliyo safi, asikupepete, asijaka kupepeta. Na unajua hata leo washiriki wenzangu, hatupendi kusikia ukweli ambao tunaambiwa. Tumependa sana kuambiwa vitu virahisi rahisi, tutiwe moyo, utapona, njoo tukuombee baraka, si ndio? Lakini sikiliza nikwambie, unajua mbinguni wimbo wanaoimba ni wimbo gani? Bwana asifiwe. Alo, hivi nyewe mnajua wimbo wanaoimba mbinguni ni wimbo gani? Mnaujua? Wa Musa na Mwana Kondoo. Wimbo wa Musa na Mwana Kondoo mnaujua ni wimbo gani? Mnajua Musa alichopitia na Mwana Kondoo alichopitia ni nini?
Sasa sikiliza, wimbo ambao mbinguni wanauimba ni wimbo ambao tunatakiwa tuimbe na sisi leo. Haleluya. Na nataka niusome katika Biblia ili baadaye ukishaona huo wimbo ambao mbinguni wanaimba malaika na jeshi lote la mbingu, baada ya kuwa tumeusoma huo wimbo, na sisi kiwe ni kilio chetu. Haleluya. Haleluya. Nenda kitabu cha Luka, Injili ya Luka sura ya ni mafungu ya mwisho na baadaye tuombe. Luka sura ya 15 fungu la kwanza. Nasoma kuanzia fungu la kwanza hadi nitakapoishia. Anasema hivi: basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakamnungunikia wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, akaenda akamtafuta yule aliyepotea hata akamwone? Naye akiisha kumwona humweka mabegani pake akifurahi, na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akiwaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Na waambia vivyo hivyo, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Mmesikia huo wimbo? Mmesikia huo wimbo? Hivi malaika mbinguni wanaimba na kufurahi kwa ajili ya watu wanaokuja katika Sabato? Vivyo hivyo nawaambia, kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mdhambi mmoja naye tubu. Haleluya. Kuliko watu wanaojiona ni wenye haki 99 ambao hawana haja ya kufanya nini? Hawana haja ya kutubu, ila ni wadhambi. Sikiliza wimbo wanaoendelea kuimba Yesu ni huu. Ukisoma katika fungu lile lingine, katika fungu la 8 nalo inasema, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na mmoja asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata ione? Na akiisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Fungu la 10, nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja anaye tubu. Bwana asifiwe. Haleluya. Yaani mwendo hapa ni kutubu na kuacha nini? Na kuacha dhambi, ndipo tunaweza kuwa washindi na tukaweza kubaki salama. Kama vile Paulo anavyosema ya kwamba alipiga mbio akiutesa mwili wake, lakini sio anayepiga ngumi hewani, anapiga ngumi kwenye target. Ana target ya kupiga mahali sahihi, na sisi tuna target ya kupiga mahali sahihi kwa ajili ya uzima milele. Na miongoni mwa vitu vinavyotuzinga na kutuacha na kutufanya turudi nyuma ni dhambi. Na kama tunataka kuwa washindi, kama tunataka kuimba wimbo huu wenye furaha wa Musa na mwana kondoo, kama tunataka kupata taji ya uzima wa milele, sheria ni moja: tutubu na turejee. Bwana asifiwe. Hilo ndilo shindano lenye faida limewekwa mbele yetu, na nilipi tupate taji ya uzima milele. Tunaipataje? Lazima kila siku tuweze kubadilishwa. Tubadilishwe. Kuna vitu ambavyo havifai kwenye maisha yetu vife. Haleluya. Kuna mama ambayo hayatufai. Kuna vitu vinavyoturudisha nyuma vife, tuvishinde ili tusonge mbele. Na unajua, wakati tunasimama, simama juu. Simama juu. Sikiliza nikwambie, yaweza kuwa uko ndani ya kanisa, majina yako yameandikwa katika kitabu cha ushirika kanisani, lakini Yesu akikutazama, Yesu akikuangalia,
Yesu akikuchunguza, Yesu akikupima katika mizani ya vipimo vya kiroho, anakuona umeshuka. Anaona huna maandalizi kabisa kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Muda ni sasa hivi. Muda ni sasa. Haleluya. Muda ni sasa. Muda ni sasa. Ndio maana katika kitabu cha Wakorintho wa pili, wakati analisoma ile fungu sura ya 13 fungu la 5, anasema maneno haya ya kwamba jijaribuni ninyi wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jidhibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Sikiliza nikwambie, jioni ya leo natamani ndani ya moyo wako ujichunguze. Hivi unapojitazama na kujichunguza, ni kweli kabisa unakuwa katika imani au unarudi nyuma? Kama haukui, unamhitaji Yesu. Haleluya. Ni kweli kabisa unapoangalia katika mashindano yako unaenda kushinda. Kama hauendi kushinda, unamhitaji Yesu mwenye kuanzisha mwendo na atakayeumaliza. Hakati tamaa mtu, haturudi nyuma. Mashindano yetu ni kutazama Yesu aliyeanzisha shindano hili na kumwangalia yeye atakayemaliza mashindano. Na kwa sababu hiyo, wote leo ili tushinde katika mashindano haya yenye faida, tunamhitaji Yesu. Yesu anakujua. Je, ukijiangalia ndani ya moyo wako, maana Yesu anasema nayajua matendo yako na kujua vizuri, na mara pengine anasema ya kwamba kumbuka ulivyompokea hapo awali, ulivyompokea, jinsi ulivyokuwa unampenda huyo Yesu. Na kwa sababu ulikuwa unampenda, anatamani ule upendo ulikuwa nao kwake urudi tena. Bwana asifiwe. Anatamani urudi. Lakini ukijiangalia, je, hivi Yesu akikuangalia matendo yako yanapatana na mtu anayeenda mbinguni? Yanapatana na anayetarajia taji ya ushindi wa uzima wa milele? Kama sivyo, unamhitaji Yesu. Na kama unamhitaji Yesu, tembea, usogee hapa mbele. Yaweza kuwa umeandikwa katika vitabu vya washiriki, lakini Yesu akikuangalia huna maandalizi kwa ajili ya uzima wa milele. Matendo yako ni machafu. Anatamani akushindie. Anatamani akubadilishe. Tutashinda tukiwa na Yesu. Haleluya. Tutashinda tukiwa na Yesu. Tutashinda tukiwa na Yesu. Yaweza kuwa kuna vitu vingi sana ambavyo vimekuwa vikikuzinga. Weka pembeni ile mizigo ikuzingao. Na unajua mizigo ituzingayo sio vingine, ni dhambi, ni masengenyo, ni uongo, ni wizi. Hivyo vitu vinatuzinga, ni kushikamana na dunia. Na kama tunataka kutoboa, lazima tujitenge na ulimwengu. Haleluya. Maana sisi Biblia inasema ni wageni na wasafiri wapitaji katika dunia. Hii ni kambi ndogo tu ambayo inatuandaa na kutuchakata kwa ajili ya pambano, kwa ajili ya kutengeneza tabia ili tupate uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo moja tu, unaweza ukafanya matengenezo. Na Yesu ni mwema. Yesu ni rafiki wetu hata kama tulitanga mbali. Yanachosema nasema, furaha ya mbinguni ni mdhambi mmoja akirudi. Na mdhambi mmoja akirudi, mbinguni kuna furaha kubwa sana. Bwana asifiwe. Mdhambi mmoja akirudi, malaika wanawimba wimbo wenye furaha, wimbo wenye ushindi. Wimbo wa nini? Usisubiri kila siku, usipende tulizwa moyo. Acha ulishwe kitu kigumu, angalau tu ushituke. Bwana asifiwe. Uandae maisha yako kwa ajili ya uzima milele. Furaha gani na nikimtegemea Yesu tu, baraka gani tena amani, nikimtegemea Yesu tu, salama bila hatari, tegemea Mwokozi
Yesu. Sikiliza vizuri nikwambie. Ikiwa targeti yako na focus yako atakuwa ni Yesu, nikuhakikishia Yesu ukimwalika katika mashindano yote utashinda. Hata kama ni katika changamoto za biashara, changamoto za uchumi na mambo mengine, madam tu unashindana kwa sababu ya mashindano na Yesu umemtanguliza, utapata ushindi. Na hakuna kuogopa, hakuna kurudi nyuma. Hata kama leo umeshindwa, tesa mwili wako. Haleluya. Yesu anasema, Paulo anasema, hata kama leo umeshindwa, utese mwili ili upate target ya kupata ushindi. Na tunaenda kwenye kuomba. Ninapoenda kuomba, jiombee moyoni. Kama kuna kitu naona ni kikwazo kabisa ambacho kinaweza kikakunyima taji ya uzima milele, muambie Yesu akiondoe ndani ya moyo wako. Na baada ya ombi tu utapita na kuweka sadaka yako ya shukrani katika sanduku la matoleo. Fumba macho. Baba mtakatifu na Mungu wetu, tunakushukuru sana 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 kwa namna ambavyo umetuonyesha kwamba kuna shindano lenye faida ambalo tunatakiwa kuwa washindi katika hilo. Na si lingine ni shindano la kupata taji ya uzima wa milele. Yaweza kuwa kuna mahala tulishindwa, yaweza kuwa kuna mahala tulikata tamaa, yaweza kuwa kuna mahala tulirudi nyuma, tukahirisha mashindano. Baba, katika masaa haya tunaomba ututie nguvu tena ili tuweze kuamka na kupigana katika mashindano tulionayo mbele yetu. Yaweza kuwa Baba, tulikuwa tukijiangalia tunajiona ni Wakristo, lakini wewe ukitutazama unaona tumepungua, tumeshuka katika mizani ya kiroho. Na siku ya leo tumekuja mbele zako tukiwa tayari. Tunaomba tusaidie, tutubu, turejee na tuandaliwe tena na kupokea nguvu mpya kwa ajili ya uzima wa milele. Wabariki watoto wako ambao umesikia maombi yao ndani ya mioyo yao. Matendo yetu ni maovu na wakati mwingine kuna vitu vimetuzinga, vinatufanya tusipige hatua yoyote. Tunaomba Yesu utujalie tuweze kubadilika na tuwe washindi. Majina yetu yaweza kuwa yaliandikwa katika vitabu vya ushirika, lakini kwa kweli hatakuwa na maandalizi kwa ajili ya ujio wako na kufungwa kwa historia ya dunia hii. Tunaomba siku ya leo utusaidie tuanze kuweka maandalizi kwa ajili ya kukupokea na kuweka maandalizi kwa ajili ya kile kinachoijia dunia hivi karibuni. Tusaidie kuamini hivyo na tujiandae kwa ajili ya uzima milele. Tupatie badiliko harisi, tupatie matengenezo ili tunaposafiri katika dunia hii tusisahau ya kwamba tumekaa kama wageni na wapitaji tukisubiri unapokuja kutuchukua. Asante maana utatujalia hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Sasa unapita hapo unaweka sadaka yako unarudi. Mungu awabariki na niwatakie wakati